Usikose burudani kibao. Pakua PMTV Extra kupitia Play Store au tembelea tovuti yetu pmtvextra.co.tz. PMTV Extra, tuko kiburudani zaidi. Waswahili wana msemo wao ambao wanasema ukimwona kobe katulia basi ujue anatunga sheria. Lakini pia watoto wa mjini hapa Dar es Salaam haswa wana maneno hao ambao wanasema tuliza mtoli, nyama ziko chini. Basi hichi ndo kitu ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya Simba hivi sasa, kwa sababu kwa yale ambayo yalikuwa yanaendelea jana siku ya Jumatatu pamoja na siku ya Jumapili, ambako mwenyekiti wa klabu hiyo ya Simba Murtaza Mangungu aliitisha mkutano wa dharura huko Bunju na kupendekeza baadhi ya wajumbe ambao watakuwa kwenye bodi ya wadhamini wa klabu ya Simba, na klabu hiyo siku hiyo hiyo kutoa tamko kwamba kile kilichokuwa kinafanyika kule hakitambuliki na klabu na sio msimamo wa klabu. Lakini vita hiyo ikaendelea siku ya jana Jumatatu, ambako Murtaza Mangungu aliitwa na moja kati ya media Clown, ambapo alifanyiwa interview, ambapo yeye alifunguka yale ambayo aliamini yako sahihi kwa upande wake na yale ambayo alikuwa amejificha. Lakini pia Magoli akiwa kama mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, naye alipigiwa simu na media hiyo, naye akatoa mtazamo wake, na kuna maneno ambayo yalitoka pale. Kuna watu walitambiana kwamba fulani ni Simba kuliko mwenzake, lakini pia kuna watu ambao walisema wakati Simba inaanza 2018 kwenye mchakato fulani alikuwepo wapi. Ni maneno ambayo walitupiana. Sasa kwenye kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa ndani ya klabu ya Simba na kuhakikisha wanapata suluhu ya kile ambacho wamekuwa kikitafuta ama kile ambacho kimekuwa kikifanya club iwe kwenye migongano ya hapa na hapa, hasa yale ambayo yanatoka kwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, nikiwa namzungumzia Magori, lakini pia nikiwa namzungumzia mwenyekiti wa klabu ya Simba ambaye ni Murtaza Mangungu. Sasa kupitia ukurasa rasmi wa klabu ya Simba ameandika hivi: tunapenda kutoa taarifa kwa umma kuwa kufuatia kikao cha bodi kilichokaa jana tarehe 3 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, kimefikia uamuzi wa kusimamisha matukio yote yaliyotokea awali kuhusiana na baraza la wadhamini mpaka hapo baadaye. Katika kipindi hiki bodi itajikita katika kushughulikia masuala ya usajili, Simba Day, ngao ya jamii pamoja na ligi kuu. Kwa kauli moja, bodi inawasihi wanachama na wapenzi wa Simba wasimame na klabu yao kuhakikisha inapata mafanikio makubwa msimu huu unaoanza hivi karibuni. Chini kabisa wameandika Simba nguvu moja, na kuna mabadiliko hapa kwenye imetolewa na nani, kwa sababu kwenye taarifa za hapo awali zilikuwa zinatolewa zaidi na Crescentius Magori, lakini leo hii kwenye kutolewa imetolewa na Crescentius Magori akiwa kama mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, lakini chini yake pia yupo Murtaza Mangungu akiwa makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, lakini chini wakiwa wameandika klabu ya Simba tarehe 4 Agosti mwaka 2026. Na hicho ndio kitu ambacho kimepostiwa na klabu ya Simba. Inaonekana kwa sasa kila kitu kipo shwari. Je, tusubiri ile msemo wa Swahili ambao wanasema tutulize mtoli, nyama ziko chini, ama ukimwona kobe kainama anatunga sheria. Tusubiri na kuona nini kitatokea. Lakini wewe pia unayo fursa ya kuachia comment yako hapo kuhusiana na mchakato mzima ambao umekuwa ukiendelea ndani ya klabu ya Simba kuhusiana na bodi ya wadhamini, lakini pia mkutano wa dharura ambao uliitishwa na Murtaza Mangungu. Lakini wakati tunafanya hivyo, usisahau kwamba PMBet ndio sehemu pekee ambayo unatakiwa kufanya bashiri zako. Kwa wale ambao wanapenda zaidi kucheza michezo ya kasino, kuna michezo zaidi ya 5,000. Chagua mchezo wote ambao unaweza, chagua kufanya mzungusho ama spin ya kuanzia 500 na kuendelea ili uweze kujishindia pesa, lakini pia uingie kwenye draw ya kushindania Jetwa Dashing ambayo inatoka kila siku. Lakini unawapataje PMBet? Ni kwa kubonyeza nyota 149 nyota 23 alama ya reli kama ukiwa na simu ndogo ama ukiwa huna bando. Lakini ukiwa na simu kubwa unaweza kaandika pmbet.co.tz na ukaweza kuwapata. Mimi naitwa Raymond Elias.